Bonjour encore une fois de plus. Habari zenu wakongomani, nasepeli kozala na bino na pokwa ya lelo. Nazali na Nairobi. Vraiment ezali naza na sango ya mawa ya koyebisa bino balandi ya passion de mon pays RDC. Lelo nauti na matanga. Matanga o na yebisaki bino ya mwana ya fille ya 9 ans. Mokolo babomaka ye, police yaka kozwa ebembe na ye, balobaki ke ba viole ye. Mais tango tokei na matanga, na moni na yoki na mawa. Makambo oyo toyoki kuna, investigation oyo ezosalema na police et décourager biso. Mais todo silisa nano basilisa. Nangolo ya Nzambe tosangani biso nyonso na comité ya diaspora oyo ekambami na président Bruno Panzo. Tozalaki na ndeko na biso Francis Kisubi, tozalaki na ndeko na biso David Alimasi, tozalaki na pasteur Julien, tozalaki na président jeunesse Willy, tozalaki groupe ya ba Congolais oyo bavandaka wana na mboka wana Kayole, tokende kotala libota wana. Ensemble tokomi bokomona ba image yango oyo ndenge nini tobandi koyoka makambo oyo esalemaki. Tolakisi bisika oyo bavandaka na bandako na bapartement wana na mboka wana Kayole. Bokomona mama ya mwana ndenge azolela mwana na ndenge akufaki. Bokoyoka bino moko. Papa ya mwana alobi ndenge nini mwana na ye akufaki. Epesi biso passe. Yango na ye epai na bino balandi ya passion ya RDC. Passion de mon pays RDC. Bino bolandaka biso. Na sengi na bino. Tozo sa la demande pona kokunda mwana wana. Dépense eza lebele. Avocat na biso azolandela makambo na biso ya mwana wana kokufa na ye. Makambo ezali ebele pona morgue. Autopsie esalemi. Bakosala lisusu. Makambo eza ebele. Yango boyoka kolela ya président diaspora, vice-président Francis Kisubi, ndeko na biso David Alimasi, bango tu ndenge bazalaki wana basangisi ba moyen pona kokende kotika batiki mwa biloko ya matanga esunga bato na matanga bato bazokende kuna. Yango boyoka reportage oyo toeli bino. Soki omoni video oyo, partage yango partout. Demande ya diaspora bazolinga bakunda mwana wana. Basengi mutu nyonso avandaka na Mombasa, Kisumu, Kakamega, Nairobi, ozala Kinshasa, ozana na Poto, ozolanda biso, bosunga biso pona makambo oyo diaspora ya Kenya bazolekela. Merci beaucoup. Bolanda reportage na bino oyo tosalaki na matanga wana. Merci beaucoup. À vous. Mombasa soki bawapi. Karibuni. Ndo amekufiwa ndo mama mtoto. Mama mtoto ni nani? Ndio huyo.
Na huyu alikuwa mtoto, huyu alifariki, ni mtoto wa kwanza, msichana. Anaitwa nani? Okay. Sasa ni kusema sisi tunawapatia tu pole. Unajua viongozi wataongea na tukataka kujua mahali mnaishi, na sisi tutafanya raporo yetu kivyetu. Wakenya walifanya yao, na sisi kama Wakongomani tutafanya yetu, tujue vile tutafanya. Nakaribisha viongozi waongee kama kuna neno mtaongea. Tuanze na David. Karibu. Kabla labda hajaongea, huyu ni mama mkwe ametoka kuja kuomboleza, na huyu dada yake hapo hapa, na ule pale ni bibi ya ndugu yetu Mkongomani John. Wanakaa hapa wanaomboleza pamoja, na wale wengine wanatoka Kongo, wako kwa njia, wamefika Nairobi, wanakuja hivi hapa pamoja na baba ya mtoto. Kwa hiyo labda ndio nilikuwa kuwaonyesha tu hivyo, alafu karibuni. Mama Shemeji, huyu hapa ni president wa diaspora, na president mwingine hapa anaitwa Papa Brino. Bwana hapa anamfahamu vizuri, na Papa Lemasi, ndio hao viongozi tumeleta. Tuko na vice president anaitwa Mheshimiwa Francis Kisubi, na huyu mzee mwenye anashika simu ni coordinator, na tuko na huyu papa wetu hapa, mzee wa mashauri, Pastor Gilles. Lakini Pastor Gilles alikuwa ameniomba kabla tuanze, yeye alitaka kuomba kidogo kwa sababu ya kuheshimu neno la Mungu. Asante sana. Karibu Pastor Gilles. Tusaidia tufariji familia na tuombe, na sisi tutaondoka. Tuko sawa eh? John chapter 14 verse 1 to 2. Hiyo ndio kitu mnaweza kuongea, tunaweza kuongea hapa, tunafanya kila kitu nyewe tunataka, lakini afo ujue Biblia inasema hakuna kitu nyewe inaweza fanyika kwa hii dunia kama Mungu hajaamua. So hata huyu mtoto wetu marehemu, hii maneno yanamfikia, Mungu alikuwa anajua. Amen. Mungu alikuwa anajua. Sasa ndio unaona hii mstari tumesoma, Yesu alikuwa katika hii dunia, alikuwa kwa time yake ya mwisho katika hii mwili. So sasa alikuwa anaambia Yesu Kristo alikuwa anawaprovidea kama ni chakula, kama wanataka kuvuka kwa bahari kuenda fasi nyingine, hata problem inatokea kwa hiyo bahari, Yesu Kristo ataituliza, Yesu Kristo atafanya everything. So kuondoka kwa Yesu Kristo ilikuwa sasa moyo wao kabisa ilikuwa trouble. Ndio Yesu Kristo vile anajua hata kitu yenyewe inapitikana kwa moyo ya watu, akawaambia, nasema wache niwaambie kitu moja. Hata hiyo maneno nawaambia, kama nitasulubiwa, nitakufa, nitafufuka, hata kama moyo wenu kukatika. Tukomi place matanga nini biso tozali awa. Toya wa kuna famille de biso te père de mwana na Luka na osenga puisque déjà mikonzi baza ba koloba et basi ba lobi toyoki déjà ebele. Souci na ngai eza pour la sensibilisation ya moto nyonso. Souci na nga penza tosi tolobi yango na matanga nyonso tozala nango. Zala na 50 shele na yo, 100 shele na yo, 200 na yo. Tia yango na caisse, eza na numéro moto kopia bino tant que diaspora. Soki bo mona liste na bango, eza ya bango famille na bato mosusu. Tant que diaspora, eza na numéro tokotia partir ya lelo. Tokotia yango wana. Oza na 200 shele na yo, tia na kati. Oza na 20 shele na yo, tia na kati. Toyebi te tani ni oyo ba résultat final ekobima mpona mwana na biso oyo totika biso. Alors conscience na yo tant qu'un Congolais. Na bakati ba groupe na toza na bato mosusu oyo batiaka te. Sala makasi. Toza na besoin te ko pisaka 1000, 2000, 3000 te, toza na besoin te. O muke na volonté na yo oyo kozala nango. Ata 20 shele tia kaka. Tozalaka na motema wana koloba soki ndeko na biso moko azwi problème tosuna ye. Kala ndenge tozala kosala ke yo moto moko azwi moto amisi 100,000, 20,000 eza wana esute. Tozala siko na temps ya conscience na biso nde sala. Muke oza nango à partir ya lelo na 18h. Numéro moko kozala wana ezala papa ezala mama soki ka tolobeli numéro wana sunga biso tokoka kokunda mwana na biso.
tozala mboka mpaya tozwe balobi te Congolais kaka nde mutu asalisa Congolais na ye. Merci beaucoup. Hili jambo ambalo limetendeka ni jambo la kuhuzunisha sana, jambo la kushangaza sana, kwa sababu anayetuacha ni mtoto mdogo ambaye hana hatia na maisha yake ilikuwa bado ni mengi huko mbele, ambayo tungetarajia labda tujue kwa ukubwa wake ingekuwa kivipi. Lakini kwamba tunasema ni mapenzi ya Mungu, lakini pia tuseme ni nia mbaya ya binadamu pia ambayo inafupisha maisha ya watu. Kwa hiyo sisi tutasema kwamba kwa sababu tayari jambo hili liko mikononi mwa serikali, tutasema kwamba haki itendeke. Tujue ukweli, ili tunapojua ukweli tuwe huru, kwa sababu ukweli unasaidia. Kwa hiyo tutaomba polisi, serikali na sisi Wakongomani kama jamii tujaribu kushirikiana ili tupate ukweli wa hii shida yote. Pamoja leo nitapea pole kwa familia, kusema kwamba tuko pamoja na ninyi kama Wakongomani, na Wakongomani wengine wale ambao wako hapa tushikane mkono ili ndugu yetu apate kufarijiwa na kuona kwamba amepatwa na mkasa ambao kutarajia, lakini tuko pale kusimama pamoja na yeye. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimekuja kuwapa pole na ndugu zangu, naomba kwamba Mungu atawafariji zaidi. Asante. Asante sana, lakini pole vile wandugu wamesema, ni uchungu sana. Mimi siku nilipata hiyo habari, sema kweli, kama baba sikupata usingizi. Nilifikiria sana mpaka tulifika asubuhi. Naona, lakini tunaweza sema pole sana. Hakuna njia nyingine vile pastor amesema. Sisi wote tutafuata tu hiyo njia. Lakini iko na kifo, mtu anaweza kukutangulia hiyo kifo, uende tu mapema. Kama tukifuatilia hiyo maneno yote inapita hapa, tunaomba tu haki ya Mungu ionekane, pia ya serikali ya hiyo Kenya vile wanafanya hiyo uchunguzi yao. Tunataka tupata haki yetu kama sisi Wakongomani. Sasa hii unajua Kongo na Kenya ni watu moja. Unaona, ukienda hata Kongo Wakenya wako wengi sana. Sasa kama wanaishi kwa amani huko, kwa nini hapa kwetu Kenya sisi Wakongomani tuwezi ishi kwa amani? Ndio tunataka amani ya ukweli ya hiyo maneno ionekana. Tujua mtoto wetu nani alianza kupanga mambo kama hiyo. Unajua sina mingi ya kuongea, lakini ni uchungu sana, Tunataka tu ukweli ya serikali afanya kazi yake, tuona nani amefanya tendo kama hiyo. Si vizuri vitu kama hiyo, lakini kwa jina ya Wakongomani wote wako hapa Kenya, tunaomba tu pole. Tuko pamoja vile ndugu zetu wameongea hapa, tuko pamoja, tutaendelea tu na nini mpaka mwisho, mpaka hiyo maneno tutamaliza. Et puis jour yango Congolais nyonso aza na enterrement, parce que omoni nde makambo eza na média, il faut tosala ke ezala makambo ezongelaka biso esu te, parce que toza na fort, bato ya baforena toza na mboka mpaya. Alors soki tolembisi eloko oyo ekozala habitude pa bato mosusu. Donc jour wana il faut Congolais nyonso amibimisa. Merci. Ya kitu wengine, unajua ukifuata hiyo KTN iko na Wakenya walikuwa nasema, nilisikia hiyo kitu amesema Mkongomani hapo na haki ya kuishi hapa Kenya. Tunataka tuone hiyo haki. Unaona, hiyo maneno haiwezi pita hivyo. Inabidi tujua ukweli ya huyo mtoto, wanani walianza kupanga vitu kama hiyo. Unaona, uweze sema tuseme hapo wanaona damu mtoto wameenda tupa yeye kwa plot ya 3. Nani alifanya hiyo movement ya kutoa mtoto hapa, ya kuua mtoto hapa?
ende tupa huko. Ndio tunataka kweli ya hiyo maneno ijulikane. Hakuna kitu kingine. Unasema huku juu ndio utaona hiyo mabati iko hapo, kwa hiyo corridor ndio kwenye mwili ya mtoto. Unajua mwili ya mtoto ilikuwa juu? Ilipatikana kwa corridor. Kwa corridor huko. Hiyo yenye hapa. Pale katikati pale. Iko wazi pale. Pale ndio kulikuwa na mwili ya mtoto. Sasa kuna hiyo dry iko pale chini. Pale ndio damu iko. Sasa hata wewe kama mtoto panda hapa kwa matanki utaona. Kama mtoto alianguka kutoka ukiona tu hapo atakuwa mzima kweli. Hawezi panda hapa. Hata mtu mzima akianguka hapo atapasuka. Hawezi kuwa na hali. Fenda ndani hapa. Wapenda hata pita kwa hizo tanki juu padogo. Awa tozana kati ya ploti na biso tozoleka ndenge nini mwana na biso akufaki babwakaki ende kobwaka awa awa wako basoda. Unaona pale kule mabati ndio pale kukua kweli. Damu hapo ndio pale mtoto aliangukia pale. Maiti tukakuja kuipata pale kwa mabati pale chini. Okay. Na ukitaka mapicha fiziko tutakutumia. Nitanitumia. Tika kaka. Aibi nazo joje irani image ya quartier. Papa yonde papa ya mwana Ostola Kiswahili tu Lingala? Kiswahili. Sasa tumekupata, tunasema asante, tunakupatia pole. Sisi kama viongozi wa diaspora tumefika hapa kuwapatia pole na tumepata maelezo yote. Vraiment viongozi wako hapa, yeye ni president na hao wengine, tunakuja hapa kukupatia pole. Na tumesema kwamba hatutachoka. Tuko pamoja, ile kilio chako ni kilio chetu sisi wa Kongolebe, tuko hapa. Na ujue kwamba tutafanya giti, hii matanga ni yetu sisi wote. Tunaenda kujiandaa na sisi tufanye matanga yetu ikuwe matanga nzuri sana. Asante sana, na pole sana. Merci beaucoup pour la matanga tozalaki awa totali famille. Vraiment eza makambo vraiment oyo epesi mpasi mingi na motema. Makambo oyo oyo ya mwana oyo babomaki eza babomi. Vraiment toza awa tosengi bakongole nyonso ya Kenya tozala ini tozala na bomoko tokotia numero wana mpona contribution na biso po chaque miti asala makasi atinda ata mwa 10 tokozala bien vraiment biso bakongola ya Kenya. Numero yango sikoyo secrétaire eza nini? Loba numero yango mbala moko. Numero ya Safaricom eza ya ngai 07
92 79 0016. Kombo na ngai Mauricio, secrétaire général ya diaspora. Bandeko bauti kolanda secrétaire général ya DCK apesi biso numéro ya contribution oyo vice président alobaki. Yango mutu nyonso oza esika nyonso tinda eloko muke na telefone wana ekokoma na bureau tokikende malamoko ko organiser matanga ya ndeko na biso. Oza na Mombasa, oza na Kisumu, oza na Kakamega, ozali na Angleterre, oza na Canada, ozali na Norvège, oza na Kisangani, partout bolandaka émission na bino la passion de mon pays, toza na matanga awo. Epesi pasi na motema. Ndeko na biso babomi mwana na yeko boma. Mwana ya 9 ans, fillette. Soko za parent okoyoka ndenge nini? Toza ekolo ya mboka yote. Kaka muke tozo sangisa investigation ozo salema malembe tokunda mwana na biso kitoko. Merci Nzambe apambola yo pona kosunga biso kitoko. Nyonso na minute oyo zedo moko ya mawa mingi kufili mwana na biso zosenga na mutu nyonso place nyonso zali kiko sala eloko nyonso oyo ko contribuer pona matanga oyo partout bisika bozali je crois bapesi bino numéro eza wana soit numéro wana tinda eloko ekosunga pona makambo matanga oyo en tout cas ekozala sengo pe alamu mingi partout bisika bozali tosengi na bino kotala ndenge kufili mwana na biso na mboka bapaya donc tozosala pasi mingi na motema tozopasala pasi mingi na motema oyo nyonso oza nango tinda ekosunga na numéro bapesi bino Nzambe apambola bino amen. Bwana Kamere wewe ndio unakaa kwa mtaa huu wa Kayole na uko na organize matanga ya pande hii. Unasemaje, unaweza kuambia bakongole nini kuhusu hii hali imetupata? Okay, kuhusu hali yenye imetupata kweli imekuwa kama ni hali yenye imetupata, ilikuwa ni hali ngumu kuielewa, sababu kifo ya mtoto wetu amekufa kwa kifo ya kutatanisha sana. Hata tumejaribu kutafuta wenye wanaweza kuwa wamehusika, lakini bado hatujawapata, na kufikia saa hizi tumefanya jitihada zenye tunaweza kuripoti kwenye vitengo za serikali na bado uchunguzi inaendelea. Na saa hizi tuko kwa maandalizi ya kupumzisha mwili wa mtoto wetu. Tunahitaji support yenye tatusaidia ili tuweze kupumzisha mwili wa mtoto vizuri kama vile tumekusudia. Tumeomba mtusaidie sana, sababu kwa kweli tunahitaji support yenu ili mwili wa mtoto wetu tuipumzishe vizuri na heshima. Ni mtoto wetu ameuliwa, hatusemi hakugonjeka, hapana, mtoto ameuliwa kulingana na ripoti, na hata viongozi wetu wa diaspora wamefika, wameona mahali kwenye tukio ilifanyika, hata wenyewe wameshangaa kulingana na hali yenye iko yenye imesababisha kifo ya mtoto. Nao wenyewe wameshangaa, hatuelewi ni nini naendelea, ni kitu imekuwa ni fumbo yenye hatujapata kufumbuliwa. Tunashukuru sana mkiendelea kutusupport, kutushikilia, sababu tunahitaji mtushikilie kwa hii hali yenye imetupata. Tuko kwenye mtaa wa Kayole. Naitwa kwa jina la Maisha Emmanuel. Ni tata ya mtoto. Okay. Nimefika leo kuhudhuria msiba ambayo imetukumba. Kwa kifupi sitaenda mbali ya mwenzangu yeye amesema. Serikali kamata en charge ile tukio yenyewe imetokea na ifanye juhudi yoyote wale watu watenda maovu wapatikane. Sababu mwanadamu hana ziada kuongoa uhai ya mtu, ni Mungu pekee yake. Na kusema kuua mtoto si kusema kuwa juni Mkongomani, hapana. Mkongomani iko na droit kuishi. Nafasi yote anapaswa kuishi. Si kusema hapo Mkongomani ndio anapaswa atafutiwa, hapana. Ni mtoto alizaliwa kwanza hapa Nairobi. Anachanga sasa jamaa na si. Alors serikali ikamate ile mambo na asante kwa mkono. Asante. Mimi ndio mamake na mtoto. Na kama inafika tu mimi naongea saa hii, nasema kwanza familia yangu yote ya diaspora na iremercie sana kwa nguvu na kunielewesha hii hali na mimi napitia ndani saa hii na familia yangu. Kitu kingine, mtoto wangu ameuawa kifo
Wamemuua kifo kibaya sana. Kifo kibaya sana kenye mwanadamu hastahili kutendewa. Mtoto ananyongwa, anabakwa, alafu anatupwa tena kwa plot 6e etage paka chini. Vraiment imagine toi, mtoto tu kwa 6e etage kama ni peke amejiangusha, ile kichwa kifika chini lazima ibasti. Ingepasuka. Mtoto hapasuka kichwa. Mtoto alivunjika, yani mtoto aliuawa akatupwa. Mtoto wangu ameuawa kifo kibaya sana. Kifo kibaya sana sana, na mtu amefanya kitu kama hii. Mtu amefanya kitu kama hii ama ule mtu mwenye aliona akanyamaza. Mungu atapata mkono wake. Mungu atafanya kitu mpaka hata wewe kukosa kuelezea. Hiyo serikali naomba iniunge mkono kwa hili. Kila fasi hii ripoti ipo. Kenya nzima inajua hii habari. Kwa TV imepita. Lakini naomba tu haki ya mtoto wangu ifanyike. Ili ndio naweza ongea kama bwana. Asante. Ukitazama vizuri, wakati tukio ilifanyika, ile siku ilifanyika, media ya Kenya ilikuja, ambayo ni national media ya Kenya, inaitwa KTN. Walikuja, walifanya reportage yao, wakasema huyu msichana amerepiwa. Sasa tunangoja matokeo ya ukweli, sababu tunasikia fununu kwamba huyo msichana wanaweza kusema ati alianguka kutoka kwa gorofa akaanguka mpaka chini. Ataangukaje kama hakuna mahali amekuwa na hatia? Tunataka haki ifanyike. Naam, karibu mtazamaji kwa taarifa kamili, ambapo tunaanza na tanzia hapa jijini Nairobi, na ni kwamba polisi katika eneo la Kayole wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya msichana wa umri wa miaka 9 aliyebakwa na kisha kuuawa. Nadaiwa kuwa msichana huyo mwenye asili ya Kongo alipotea jana jioni kabla mwili wake kupatikana ukiwa umetupwa kwa gorofa iliyo mita chache kutoka kwao. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Kayole ya Kati Jeremiah Karani wamekashifu vikali kitendo hicho na kuomba maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi. Sasa leo asubuhi nastukia nikipigiwa simu ati mtoto amepatikana kwa hiyo plot na bado ameuawa. Hiyo ni kitendo ya huzuni kabisa, na vile tuko na watoto wetu hapa hii eneo yetu ya Kayole na Embakasi Central kwa jumla, tuna huzuni kubwa sana, sababu mtoto kupotea daga kidogo tu, masaa machache, ni kumaanisha iko majirani ambao tunakaa nao, tunaishi nao, ambaye ni wabaya sana. Wataka OCPD na DCI wakuje hapa wa make sure wamechukua fingerprint ipasavyo, na wa make sure, sababu sio mtu alitoka mbali huko, labda hata ni vijana ambaye wanajua hiyo wazazi na wanajua hiyo msichana. Mtoto alipotea jana, na kupotea jana akapatikana amekufa, amefanywa kitendo baya sana, na mwenye amefanya hivyo mahali yako Mungu tu amuone, kwa sababu ni kitendo baya sana. Ikiwa kweli we ni mwanaume uko na tabia kama hiyo, ukipatikana haifai upembelezwe, na ninakuomba hiyo tabia umefanya hauendi mbali, lazima tukupate. Naomba ofisi ya DCI na ofisi ya polisi, tafadhali, raundi hii tunataka haki. Naweza taka polisi washughulike, mtoto apate haki, na wazazi wake, like even if they are Congolese, wako na right ya kukaa Kenya. Bouti kolanda reportage yango ndenge leki realite yango wana yango moni komite ya diaspora bazo senga lisungi na bino bandeko bobima kosunga bandeko na biso to sunga diaspora ya Kenya. President diaspora azo senga Bruno Panza azo senga communauté mobimba to sala lisanga moko to pesa aide na bandeko na biso. Mungu akubariki unapotoa msaada wako ili kusaidia hii jamaa, kusaidia community Congolese ambao wanapitia hii maneno.
na tunaomba ya kwamba serikali ya Kenya, hiyo uchunguzi inaendelea, hiyo ya haki na ukweli. Maanake hatuwezi penda sisi wageni tuko hapa tuonewe na tufanyiwe kitu ambacho sio haki. Lakini kama kuna mtu anajua alifanya hiyo tendo ya kuviolea ule mwanamke, ya kuviolea ule msichana, alimrep, Mungu amuone, Mungu wa mbinguni amuone. Sisi hatuwezi kupisha kisasi, lakini kisasi tumemwatia Mungu. Asante sana, Mungu akubariki sana. Kama unapenda hii video, uipartage, partage partout, ili watu wote wajue hii maneno ambayo inaendelea hapa. Asante sana.